Kazi na utu. Siku ya familia ya Jeshi la Polisi oye! Oye! Awali ya yote, naomba nami niungane nanyi katika siku ya leo tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka huu wa 2026, siku ya Police Family Day, kumshukuru Mwenyezi Mungu. Namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa sababu amekuwa akiendelea kutupa baraka katika mkoa wetu wa Singida, katika malengo yetu ambayo tumewekewa kama mkoa na katika kazi zetu, na hususani kazi na jukumu la Jeshi la Polisi. Lakini napenda kuchukua fursa hii kuwashukuru sana kwa kunialika na kunishirikisha kwenye shughuli nzuri sana, siku ambayo tunaianza asubuhi ya leo na tutahitimisha jioni, wakati jeshi letu la polisi likifunga mwaka 2025 na kuanza mwaka wa 2026. Natumia pia nafasi hii kumshukuru na kumpongeza mkuu wa Jeshi la Polisi nchini kwa kutoa ruhusa ya kufanyika kwa maadhimisho haya ya siku ya familia za polisi, ambapo familia hizo zinakutana kwa lengo la kufahamiana, kujenga undugu wa pamoja na kufurahi pamoja. Ninamshukuru kamanda wa mkoa wangu wa Singida na viongozi wenzako wote kwa kazi nzuri ambayo umeifanya ya kuandaa siku hii ambayo imeanza kuonekana uzuri wake toka nilipowasili hapa. Ninawashukuru kwa mapokezi mazuri, lakini ninawapongeza na kushukuru kwa gwaride na tuzo, lakini niwapongeze wale wote ambao leo wamepewa tuzo na zawadi. Kwa kweli wamekuwa ni mfano wa kuigwa kwa sisi sote ambao tunafanya kazi kuwatumikia wananchi wa mkoa wa Singida. Lakini nimepata fursa ya kupita kwenye mabanda ya maonyesho. Hakika shule mlionipa leo na mlio hapa wana Singida ni shule njema, ila ninawapongeza sana kwa kuona kwamba sasa jeshi letu la polisi linaendeshwa kisasa kweli kweli. Nimeona mifumo pale kiasi kwamba mimi mwenyewe nikawa nimefarijika kweli kweli, kwa sababu tunaenda kisayansi, kidijitali, na kiasi kwamba jambo lolote ambalo linatokea sehemu yote duniani na sisi Singida tunaweza tukalifanya. Makofi mengi tafadhali. Lakini niwashukuru sana wenzangu wa dawati. Taarifa imenitia moyo kuona kwamba wananchi wetu wanaelimika na matukio yanapungua. Lakini kubwa kuliko yote, kitengo cha madawa ya kulevya, kwa kazi kubwa na nzuri mnaofanya kuhakikisha kwamba Singida yetu inakuwa salama. Aidha, niwashukuru wenzetu wanaoendesha zoezi la damu salama kwa kazi kubwa wanaifanya. Hakika tumejitambua kwamba sisi wote ni wajeruhiwa watarajiwa, na mara nyingi damu inahitajika sana kuokoa maisha yetu na mazao yake yote manne kama ambavyo tumeyasikia. Niwape pongezi wale wote ambao wameshajitolea, lakini niwahamasishe wale ambao bado wako tayari na na uhakika kwamba wanazo vigezo, basi wakaendelee kufanya hivyo. Lakini sote tumeona maandamano ya magari yamepita. Wanasema usione vinaelea ujue vimeundwa. Kwa namna hiyo ninatoa shukrani zangu za dhati kwa mkuu wa Jeshi la Polisi nchini kwa kuwa na mipango bora, mipango ambayo ameiwasilisha serikalini na hatimaye serikali imeweza kutekeleza. Tunampongeza sana Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na serikali inayoongoza awamu ya 6. Tumeona uwekezaji mkubwa uliofanyika katika Jeshi la Polisi, kuanzia mafunzo, lakini vifaa, vitendea kazi, na hatimaye mitambo. Tumeweza kuona magari haya yakipita kwa mapya kabisa, yanakuja kuimarisha jeshi letu liweze kufanya kazi yake vizuri. Lakini niwapongeze kwa chagizo kubwa la wale waendesha magari yale. Ninawashukuru kwa niaba yao kwa kutupa thamani kubwa na kutupa nafasi na sisi watoto wa kike kuwa sehemu ya Jeshi la Polisi. Tumeona madereva mahiri kabisa wamejiandaa kutenda kazi na wanaifanya kazi yao kwa umakini mkubwa na uadilifu mkubwa. Niwape hongera sana, lakini niwatake kuwa waangalifu sana katika kuhakikisha kwanza wanajitunza wao wenyewe, wanatunza na vyombo ambavyo wanaendesha, ili na wenyewe viweze kuja
Washiriki oye! Washiriki safi! Safi! Mkoa wetu wa Singida uko salama, na tumemsikia kamanda akisisitiza tuko salama. Kwa muda wote tumeendelea kuwa salama, na hii si miujiza, lakini bali ni kwa kujinyenyekeza kwa Mwenyezi Mungu na kumwomba baraka siku zote, lakini pia mipango bora ya serikali kupitia vyombo vyake vya ulinzi, na hasa hususan jeshi la polisi ambalo linahusika moja kwa moja kutulinda sisi raia na mali zetu kila uchao. Kwa hiyo kazi kubwa inayofanywa na jeshi la polisi, tumeendelea kuwa salama Singida. Naomba niwapongeze sana, lakini niwapongeze wadau wote ambao wamekuwa wakifanya kazi kwa karibu kabisa na jeshi letu la polisi, wana habari, wananchi wa kawaida wa kujitolea, viongozi wa siasa, viongozi wa asasi, viongozi wa dini, lakini na wananchi wenyewe, kwa kazi hii nzuri inayoendelea kufanyika katika mkoa wetu wa Singida. Maazimisho safi. Safi! Lakini sote sisi tunatambua jeshi la polisi peke yake haliwezi kufanikiwa. Litachukua muda mrefu sana kuchukua au kufikia malengo yake kama hatutakuwa na ushirikiano wa karibu na wananchi. Ninapenda nimpongeze kamanda na makamanda wote wa wilaya kwa kazi nzuri ya kulipeleka jeshi la polisi kwa wananchi kupitia programu au mpango wa polisi kata na polisi jamii. Mara zote tumekuwa tukipata taarifa kwa wakati na hatua zimechukuliwa kwa wakati, na ndio maana tumeweza kuwa salama kipindi chote. Bado niwasisitize kwamba usalama wetu upo, lakini dunia inatembea na wala haijasimama. Changamoto nyingi bado zipo katika jamii. Tuendelee kujimarisha na kuhakikisha kwamba tunashirikisha makundi yote katika jamii ili tuende kuwa na usalama endelevu. Tuhakikishe kwamba tunafanya kazi kwa weledi muda wote bila kuchoka katika kufanya Singida yetu inakuwa salama. Na ninawapongeza kwa hili mnalifanya kwa vitendo. Leo tumeona vijana hawa takriban 22. Hawa ni vijana kutoka kule Muungano, wako tayari kuilinda nchi yao, wameweza kushiriki katika mafunzo, wameshiriki katika maandalizi mbalimbali ya mwili na akili na kuwa timamu katika kuhakikisha kwamba wanafanya kazi ya kuilinda nchi yao kupitia nyimbo nzuri iliyoongozwa na jemedari wetu ambaye sisi tunamuita Kapteni John Komba wa Singida. Tumeona ujumbe waliotupa kuhakikisha kwamba lazima tuwe na mkoa ulio salama, lakini tuanzie kule kwenye vitongoji na vijiji. Kwa kweli mmenihamasisha, na mimi kama kiongozi mkuu wa shughuli hizi za serikali, mwenyekiti wa kamati ya usalama ya mkoa, niseme nimetambua kazi yenu, na kupitia siku ya leo basi nimwagize kamanda wa jeshi la polisi wa mkoa kuhakikisha jambo hili lilofanyika Muungano liende likafanyike katika kata zote 136, kuhakikisha tuna utayari wa vijana walio tayari katika kuhakikisha kwamba wanailinda nchi yao. Lakini na sisi kwa upande wa serikali tutawatumia vijana hawa katika kuwapa maarifa zaidi ya ulinzi wakati wanatulinda, lakini waongeze vipato na uchumi katika mifuko yao. Tutaandaa programu maalum ya kuwapa mafunzo, lakini tutakuwa tunawapa kazi mbalimbali ndani ya mkoa kupitia miradi na mipango ya serikali yetu. Lakini kama mama, kwa kutambua vijana ambao wamejitunza na wametufanyia mambo mazuri wakiongozwa na kamanda wao, leo naweza nikawapa heshima ndogo mbele ya jamii kwa kuthamini mchango wao mkubwa na kazi nzuri wanaoifanya. Nitawaalika kwenye hafla maalum, watapata chakula cha pamoja na kamati ya usalama ya mkoa ili tuwe karibu, tuweze kufahamiana na tujue ndoto zao, ili kuweza kwa karibu kabisa kutengeneza namna bora ya kuweka mkoa wetu wa Singida kuendelea kuwa salama kupitia vikundi kama hivi. Tutawapelekea taarifa rasmi, tutawaita, na bahati nzuri kamanda ni mjumbe, basi tutakuwa na wakati mzuri wa kukaa na sisi wakatupa somo kama viongozi ili tuende tukaiatamie jamii yetu. Lakini kama mama pia nitawapa zawadi ya shilingi za Kitanzania milioni 1. Wow! Hili kawa chachu kwao, lakini na vijana wengine kuona kwamba siku zote ukifanya jambo jema, jamii na viongozi tunakutambua, na wakati huo tukikutambua na sisi tunakupa tuzo. Kwa hiyo nitaitoa na nitahakikisha kwamba itawafikia katika utaratibu mzuri ili waweze kufanyia kazi. Lakini pia natambua vijana hawa wanacheza sana, nitawapa zawadi ya mipira 2
ili wakiwa katika kazi ya ulinzi wafanye mazoezi kwa ajili ya michezo, lakini wanaweza kawa na mashindano na vijana wenzao, lakini kuvuta taarifa karibu. Taarifa ni mipango, si ndio jamani? Kwa hiyo wakati wote mkifanya jambo zuri, koti la mama lazima lifunguke. Vijana oye! Vijana safi! Basi tuendelee kuikumbuka siku hii kwa kuhakikisha kwamba tunapambana kwa nguvu zote kuhakikisha vitendo vya rushwa, uonevu, uzembe, ulevi na vitendo vingine vya matumizi ya madawa kulevya, matendo yasiyofaa katika jamii, ubakaji, ulawiti, tunavikataa na kuvipinga kwa nguvu zote. Serikali imetuwekeza hivyo, lakini na Mwenyezi Mungu pia ametuamrisha tuyafanye hayo. Kwa hiyo niwahakikishie kwamba tutaendelea kufanya kazi hii hadi tutakapokutana na siku ya mwaka ujao. Lakini nilipopita nimepokea changamoto zenu. Niwashukuru, mmenipa changamoto kwa njia ya maandishi, lakini niwashukuru kwa zile mlizonipa kwa maneno. Zote tumeziratibu vizuri, na niwahakikishie tunaenda kuzifanyia kazi na kuhakikisha kwamba majawabu yanapatikana ndani ya muda mfupi, ili muendelee kufanya kazi zenu kwa uhakika zaidi. Kwa niaba ya wananchi na viongozi wenzangu wa mkoa wa Singida, chama na serikali, ninapenda tena kuwashukuru sana kwa kuandaa siku hii nzuri, siku hii njema sana katika mkoa wetu wa Singida. Na sisi tukijua mnaenda kuanza mwaka mpya, tuwatakie kila lenye heri. Mipango yenu iende katimike, mwende mkaifanye vizuri. Lakini nitambue kwamba sisi wananchi, sisi raia wa Tanzania katika mkoa wa Singida tunawategemea sana katika kuhakikisha kwamba tunakuwa salama. Na sisi tuahidi muda wote tuwapa ushirikiano kwa maana ya kutoa taarifa kwa wakati, kama ambavyo mmetuelekeza katika maonyesho pale kwenye mabano. Na mwisho wa kumalizia, niseme siku zote ofisi ya mkuu wa mkoa itakuwa tayari kutoa ushirikiano wakati wote na ofisi za wasaidizi wangu waheshimiwa wakuu wa wilaya katika kuhakikisha kwamba jeshi letu la polisi linatimiza majukumu yake. Baada ya kusema hayo, niwarudie tena kwa shukuru, niwatakie sherehe njema. Naamini leo tutakuwa na mkusanyiko mzuri wa familia zetu katika kuhakikisha kwamba tunatambuana, tunafahamiana na tunajengeana uwezo wa kufanya kazi bila kurudi nyuma. Asanteni sana. Mwenyezi Mungu aibariki jeshi letu la polisi. Mwenyezi Mungu abariki mkoa wetu wa Singida. Mwenyezi Mungu aibariki Tanzania.